Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapopost video mpya. Na kumbuka kuhusu kwamba tunapostigi mara 2 mpaka 3 kwa wiki, kwa hiyo kubonyeza kengele ni sehemu muhimu sana. Na leo tunaenda kupika mikate milaini sana ya Bazlama. Hii ni mikate milaini sana, kwa sisi tunaweza tukasema ni kama chapati za hamira. Utahitaji maji ya vuguvugu, hapa nimetumia ml 225, lakini utahitaji vile vile hamira vijiko 2.5 vya chai. Utavitia katika chombo chako na kisha utavichanganya kuhakikisha vyote vimechanganyika vizuri. Kisha baada hapo utaenda kuchekecha unga wa ngano. Hapa nimetumia unga wa ngano grams 500 sawa sana nusu kilo. Utachekecha kuhakikisha uchafu katika unga kama upo wote ule unauondoa, lakini vile vile kuruhusu hewa kuingia vizuri katika unga wako. Na hii ni sehemu muhimu sana ya kuweza kuhakikisha baadaye utakapokuja kukanda unga wako unaweza kuumuka vizuri. Nikukumbusha tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya. Unaweza kusaidia kukuza channel hii kwa kushare vile vile video zetu kwa ndugu, jamaa na marafiki. Ni support yenu kubwa sana sana sana. Kisha baada hapo tutaenda kuongeza chumvi kijiko kimoja cha chai, lakini na maziwa ya vuguvugu mils 150. Na kisha utaanza kuchanganya mchanganyiko wako tayari kwa ajili ya kukanda. Unaweza kukanda kwa kutumia kijiko, kwa kutumia mkono, kwa kutumia chochote. Na lengo hasa ni kuhakikisha unakanda donge lako liweze kubaki laini lakini lenye kuvutika. Kwa hiyo utakanda taratibu taratibu, usijali hata kama ukiona donge lako linanata, hiyo ndo size ambayo tunaitaka. Usije ukashawishika kwa ajili ya kuongeza unga. Hapa hatuhitaji kukanda unga ukawa kama ule wa chapati kabisa, zile chapati zetu ambazo zinakuwa ni kavu. Kwa hiyo ukiona umefika size fulani kama hapo unavyoona una uteke fulani, utaongeza mafuta ya kupikia vijiko 3 vya chakula. Na kisha baada ya hapo utachanganya mafuta yako vizuri kwa taratibu ili uhakikishe donge lako lote linapata mafuta. Kwa nini tunachanganya mafuta katika stage hii hapa? Ili kuhakikisha tunabakiza unyevu katika donge letu, na hicho ndio kitu kitakachoweza kwenda kutupelekea mikate yetu kuwa milaini, lakini vile vile iweze kukaa katika hali nzuri na kuumuka vizuri. Ukiangalia unaweza kazani ukaliona donge lako linakuwa ni laini, linavutika na linanatanata. Utafunika donge hilo kwa lisali moja au mpaka liongezeke, liumuke vizuri, liongezeke kuwa mara 2. Utachukua ubao wako kufanyia kazi, utanyunyiza unga na kisha utaweka donge lako. Kumbuka donge lako lilikwambia linavutika, ndio maana tumeweka unga chini na vile vile tutaweka unga juu ili kupunguza ile hali ya kunatanata mkononi. Kisha utalitengeneza donge lako katika shepu hii ambayo nimeifanya mimi. Sio lazima sana kutengeneza katika shepu hii, unaweza kaamua ukaendelea kulikata moja kwa moja kwa mkono kama tunavyokata madonge ya chapati. Kwa mimi nimetumia kisu au kifaa hicho hapo katika kukata, na nitahitaji kukata vidonge 18 vya size ya kulingana. Utavihitaji katika size ya kulingana vidonge 18 kama unavyoona ninavyofanya hapo. Nikukumbushe tu unaweza kusaidia kukuza channel hii kwa kulike video hii na video zetu nyingine, lakini vile vile kwa kushare na ndugu, jamaa na marafiki, na kwa kusubscribe. Ni support yenu kubwa sana 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 sana. Kisha baada ya hapo utachukua vipisi vyako hivyo vidogo vidogo ambavyo tayari umekwisha kuvikata na kuanza kuvisokota ili kutengeneza vidonge vidogo vidogo. Nadhani usokotaji wake unaona ni mwepesi. Unachukua unaweka katika kiganja cha mikono yako na kusokota kupata vidonge vidogo vidogo. Kwa hiyo kwa ujumla hapo tutakuwa tumepata vidonge vidogo 18. Ukimaliza baada ya hapo utachukua Blue Band au utachukua bata yoyote ambayo uko nayo katika kijiko kile cha chai na kuanza kuweka kama unavyoona kwenye kila kidonge. Na baada ya hapo utaanza kusambaza ile bata yako kwenye kila kidonge kwa kutumia vidole vyako. Ni usambazaji mwepesi sana. Nadhani unaweza ukauona unausambaza kwa wepesi sana. Utasambaza katika kila chapati moja utahitaji vidonge 3. Kwa hiyo tumeshatumia kidonge cha kwanza chini, unachukua kingine cha pili unakiweka juu ya kile cha mwanzo na kuendelea kukisambaza. Na kisha baada ya hapo unachukua na kile kingine cha 3 na kukiendelea kukisambaza. Unasambaza kuhakikisha kutengeneza layers katika kila donge. Unavyoenda kuendelea kuongeza lingine juu unatengeneza layers, lakini vile vile inasaidia katika kusambaza hiyo Blue Band ambayo tuliiweka kwa hapo katikati. Kimaliza ukaona limesambatika vizuri, utalikusanya kama unavyoona hapo, kulitengeneza na kisha utaendelea kulisambaza sasa ili liwe tayari kwa ajili ya kupika. Huhitaji kusukuma, ingawa unaweza kaamua kusukuma, lakini kwa hapo tumependelea kulisambaza kwa staili hiyo.
Kwa staili hii inakusaidia linakuwa linachambuka vizuri, lakini na zile layers kwa jinsi ambavyo ulikuwa umezipangilia zile tatu, na zenyewe zinakuja kutoka vile vile kwa staili nzuri sana. Katika upishi hatuhitaji mafuta, utahitaji sufuria frying pan pana na nzito, na utaiweka tu katika moto wako, au unaweza kuamua kuifuta na mafuta kidogo kwa juu, na kisha utailaza. Utapika kila upande kwa dakika 2 mpaka 3. Kwa njia nyingine mbadala, unaweza vile vile ukachukua madonge yako kama nilivyoonyesha pale mwanzo, yote matatu ukawa unayasambaza kwa staili hii kama tulivyofanya pale mwanzo. Lakini baada ya hapo vile vile utakuja utakusanya kama tulivyokusanya katika lile donge la kwanza, na kisha baada ya kukusanya hapa tutaenda kusukuma kama donge la chapati. Kwa hiyo utahitaji unga kidogo chini, na kisha utaweka donge lako juu ambalo umeshalikunja, na kisha utasukuma kwa kutumia msukumio. Na kisha baada ya hapo frying pan yako itakuwa imeshapata moto, utaweka donge lako, na hapa hauhitaji na kwenyewe mafuta. Kwa hiyo utaacha upike upande wa chini kwa dakika 2 mpaka 3 katika moto wa size ya kati, na kisha utageuza chapati yako au mkate wako na kupika tena upande wa chini kwa dakika 2 mpaka 3. Pishi hili ni rahisi sana jamani, lakini ni tam sana. Mikate hii ni milahini na ni mepesi kupika, na ni upishi ambao uko mahitaji yake yanapatikana katika kila familia. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine yanayopita mbele ya screen yako. Vile vile usisahau achia comment utakapoenda kujaribu ilikuwaje na matokeo yalitokaje. Usisahau kusubscribe ni support.